Mtazamaji, sasa tuelekee kule magharibi ambapo maafisa wa polisi katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanamke mmoja anayeshukiwa kusababisha kifo cha mumewe Jumatatu usiku walipokuwa wakizozana. Kulingana na naibu wa chifu Harriet Sore, amedai kuwa mwenda zake alivamiwa aliporudi nyumbani akiwa mlevi. Judith Cherono Omondi na taarifa hiyo kwa kina. Kijijini Irenji, eneo bunge la Mugomari, wanakijiji wenye huzuni usoni wamemiminika nyumbani kwa mzee Magnus Lumiti Meni mwenye umri wa miaka 54. Inadaiwa mkewe alimshambulia jamaa huyo ambaye alifariki papo hapo. Majirani wamesema kwamba sio mara ya kwanza familia hiyo kuzozana. Nilihusunika. Sasa mimi sijui watoto wenye walikuwa hapo ndio walikuwa wakuambia ukweli. Nimefika kwa mtoto yangu, kichwa imepasuka, ametoka damu kwa masikio na kwa mdomo, nimehusunika. Jana usiku saa 5 nilipigiwa simu na mzee wa mkijiji hiki akiniarifu kwamba mtu ambaye anaitwa Magnus Anyika amekufa. Family members wana suspect kwamba bibi yake walizozana kidogo, akachapa bibi yake na bibi yake akamgeuka na watoto alafu akamchapa. Hapo ndio aliona ameuawa. Kupata kweli amekufa na kuna alama kwa mwenda zake. Aidha, naibu wa chifu ametoa wito kwa wanafamilia kuketi chini wakati wa kutofautiana na kutafuta suluhisho ya kudumu ili kuepukana na maafa ya aina hii. Alitoka hapa kama wamekosana kabisa. Shemeki yangu alipika ndugu yangu akakimbia paka akaenda akaishi Mombasa siku nyingi. Na bila aliishi Mombasa akarudi wakati wa matanga, siku ya mama alikufa hapa. Na huyu mwanamke hawaishi vizuri na amani kwa hii nyumba. Na huyu ndugu yangu hata huwa anatoka tu anaenda kwa pombe, akilewa akitoka kula anaanza vita kwa huyu ndugu yangu. Kwa mujibu wa ndugu wa marehemu Setsu Etenya, amesema kuwa wakati ndugu yake alirejea nyumbani, bibi yake alitoroka nyumbani kwao na kurudi hivi majuzi. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kakamega, Daniel Mukumbu, amethibitishia NTV kuwa mwenda zake alikuwa na alama ya panga usoni. Pia inadaiwa kuwa maafisa wa polisi wanaohusika na kesi hiyo walipata panga inayoaminika kutumika. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti kwenye hospitali ya St. Elizabeth Mukumu ikisubiri upasuaji. Judith Cherono Omondi, NTV.